Kama ni mara yako ya kwanza unatembelea chaneli yetu ya Top 5 Media, tunakuomba ubonyeze neno subscribe, kisha kwa chini itatokea alama ya kengele. Tunakuomba ubonyeze kengele hiyo ili uwe wa kwanza kupokea taarifa katika chaneli yetu. Asante. Mchezo mkubwa wa ligi kusoka Tanzania bara almaarufu kama NBC Premium League ambao tumetoka kuutazama siku ya leo kutokea katika uwanja wa KMC Complex ni mtanange ambao umeikutanisha klabu ya soka ya Simba dhidi ya kikosi cha timu ya soka ya Pamba Jiji, mchezo ambao Simba wameweza kufanikiwa kuondoka na alama 3 mbele ya kikosi cha timu ya soka ya Pamba Jiji kwa kuibuka na ushindi. Kabla ya kuendelea mbali, kama ni mshabiki wa Simba umeweza kukoshwa na ushindi ambao Simba wameweza kukosa dhidi ya kikosi cha timu ya soka ya Pamba Jiji, like video yetu, alafu sasa twende kwenye comment section katuambie wewe ni mchezaji gani ambaye ameweza kukuvutia katika mchezo wa leo dhidi ya Simba Sports Club. Sasa twende kazi tukafahamu nini ambacho kimeweza kujiri katika mchezo. Ufahamu katika kipindi cha kwanza dakika 16 kutokana na faulo ambayo aliweza kuchezewa Joshua Mutale Budo, basi ikaweza kuzaa penalti na penalti hiyo ikaweza kupigwa na Jean Charles katika dakika ya 16. Lakini tunashuhudia Simba katika kipindi hicho cha kwanza wakaendelea kufanya msako katika lango la klabu ya soka ya Pamba Jiji. Katika dakika 36 Joshua Mutale ambaye alisababisha penalti akaweza kusababisha faulo ambayo ikaweza kupigwa na Jean Charles na kuweza kuiandikia klabu ya soka ya Simba bao la pili, mpaka mwamuzi wakati anavuliza kipenga chake kuashiria half time Simba walikuwa kifua mbele kwa mabao 2-0. Katika kipindi cha pili Simba Sports Club wakarejea kuendelea kulisakama lango la klabu ya soka ya Pamba Jiji. Tunashuhudia katika dakika 48 kupitia kwa cross ambayo imeweza kupigwa na Elim Panzu Kibisawala, basi Jean Charles akaweza kuiandikia klabu ya soka ya Simba bao la 3, yani hat-trick ambayo ameweza kuipata siku ya leo katika mchezo huu na kufikisha mabao 15 katika ligi kuu ya NBC, yani ndiye top scorer ama mfungaji bora mpaka sasa ligi kuu ya NBC. Na Simba wakaendelea kulisakama lango la klabu ya soka ya Pamba Jiji katika dakika 80 kutokana na kazi nzuri ambayo iliweza kufanywa. Basi tunashuhudia Simba kupitia kwa Leon Christian Mbida akaweza kuiandikia klabu ya soka ya Simba bao la 4, na Simba wakaendeleza msako hivyo hivyo. Dakika 85 tena Leonel Christian Mbida akaweza kufunga sensational goal, yani goli la amazing, goli ambalo lilikuwa ni bora sana na kuweza kuifanya Simba kuweza kupata bao la 5. Lakini kabla ya mpira kumalizika dakika 86 tunashuhudia Pamba Jiji wakaweza kupata bao la kufutia machozi katika dakika ya 86 kupitia kwa mchezaji Tegis ambaye amesajiliwa katika dirisha dogo la usajili, mpaka mwamuzi wakati anapuliza kipinga chake katika dakika 90, basi mnyama Simba ameweza kufanikiwa kuibuka na ushindi mbele ya kikosi cha timu ya soka ya Pamba Jiji, ukiwa ni mchezo wa ligi kuu ya NBC. Hivi sasa tunavyoongea mnyama Simba Sports Club kunako msimamo wa ligi kuu ya NBC anamfukuza Yanga vibaya sana, ambapo Yanga yupo katika nafasi ya kwanza akiwa amecheza michezo 26 ana alama 70 katika nafasi ya kwanza, huku mnyama Simba yeye katika nafasi ya pili amecheza michezo 25 katika michezo yake 25 Simba Sports Club ana alama 66. Kwa Simba amebakia na kiporo kimoja dhidi ya KMC, mchezo ambao atakwenda kucheza siku ya Jumapili. Sasa mara baada ya mchezo wa Simba Sports Club na kikosi cha timu ya soka ya Pamba Jiji kuweza kumalizika na klabu ya soka ya Simba kuweza kuondoka na ushindi safi wa mabao 5-1 dhidi ya Pamba Jiji kupitia meneja habari na mawasiliano wa klabu ya soka ya Simba Sports Club ndugu Ahmed Ali ameweza kutuma kijembe kizito kwa klabu ya soka ya Yanga Sports Club, kwa sababu ikumbukwe mdhamini wa Pamba Jiji ndiye mdhamini ambaye anadhamini klabu ya soka Yanga ambaye ni GSM. Sasa Ahmed Ali anasemaje? Tumemkanyaga wakala wa shetani, hapa akimaanisha kwamba Simba wamemfunga wakala shetani, kwamba akimaanisha Pamba Jiji yeye ni wakala ambaye anatumika kwa ajili ya kumwangamiza Simba Sports Club, kwa sababu ikumbukwe kuna hadi kibao ambazo zilitolewa Pamba Jiji iwapo wataifunga klabu ya soka Simba. Kwa hiyo ndio hivyo, Simba wamemkanyaga wakala wa shetani. Bwana, tuambie eneo la comment, je, ni kweli Simba wamemkanyaga wakala wa shetani au ni mbwembwe za meneja habari na mawasiliano wa klabu ya soka Simba? Je, kuna ukaribu kati ya Pamba Jiji na klabu ya soka ya Yanga Sports Club? Toa maoni katika comment na tutakuja kuyasoma.